Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Ujambo mpenzi msikilizaji wa Radio Kivu popote pale ulipo, ni kwamba matumaini yangu makubwa uko mzima wa afya, na wakati kama na huu huko kando kando radio yako ili kuweza kusikiliza matangazo yetu, na ukaribisha kuweza kusikiliza uchambuzi wetu wa habari ambao unagubikwa na habari muhimu hii. Uchambuzi wa habari toka waandishi wetu mbalimbali, makala ya michezo na burudani, pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako wa siku ni Omari Makelele Ozile, na upande wa pili na Salele kijana Jean Makelele Ekala Jadane. Nasema karibu na tumendelea pamoja mwanzo hadi tamati. Kabla ya kuingia kwa undani wa uchambuzi wetu habari zenyewe kwa kina, hebu fateni habari muhimu hii ambayo inamkaribisha Bi Grace Pascal kwa habari hizo. Asante Omari Makelele Ozile. Leo katika habari muhimu ni kwamba pesa na vitu vingi vya samani kupelekwa. Hayo ndio matokeo ya wizi ulioendeshwa nao watu wasiojulikana ndani ya kata ya Kibonjo ya kwanza usiku wa kucha Jumatano hii ya tariki 6 Novemba mwaka huu tunao mjini Baraka. Kule makao makuu ya tarafa la Fizi ni kwamba mtu mmoja aliyejulikana kwa jina la Etienne Momdo amefariki dunia kwa kujinyonga asubuhi mapema ya siku ya 3 ya wiki tunayo pa Fizi Center, makao makuu ya tarafa. Baraza la vijana tarafani Fizi limetoa pole kwa familia iliyoachwa na kuomba vijana kuwa makini katika kutoa maamuzi. Kule Moba ni kwamba chama cha Msalaba Mwekundu hapa nchini DRC kimekamilisha shughuli za upanaji msaada wa kiutu kwa wahanga wa maji ya ziwa Tanganyika. Shughuli za kupana msaada huo zimefanyika Jumatano Novemba 4 mwaka huu tunao. Na mwishowe ni habari za kimataifa ambako rais wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ametoa pongezi zake za dhati kwa kuchaguliwa kwake Donald Trump kama rais wa Marekani licha ya matokeo kamili kutolewa rasmi. Omari Makelele Ozile, ni hayo tu kama habari muhimu. Asante sana Grace Pascal kwa habari yako muhimu yenye kupendeza. Hivi sasa tujikite ndani ya uchambuzi wa habari zenye kwa kina, tukianzia katika mji wa Baraka. Ni kwamba kupana mipango ambayo serikali imetoa kwa ajili ya kuandaa jiri itakayofanyika mwishoni mwa mwaka huu ni mojawapo ya sababu ya kuandaliwa kwa kikao kilichoendeshwa na Engineer Abedi, coordinator wa jimbo ndogo la Fizi ya pili wa Wizara ya Mafunzo na Kazi katika mji wa Baraka na tarafa ya Fizi. Katika mahojiano na radio yako, Engineer Abedi amewataka vijana kujitokeza kwa wingi ili kujifunza kazi hizo za mikono ambazo zitakwenda kuwasaidia katika maisha yao ya baadaye, na kuwataka wanafunzi hao kujiandaa na pesa 40,000 za Kongo ili kufanya mitihani hiyo kama alivyoeleza. Sisi kama vile viongozi wa Ministere ya Formation Professionnelle tuliweza kuita waformatere wote ambao wanaendesha formation hapa tarafani Fizi ili kuwapatia mipango ambao serikali imetoa kwa ajili ya kuandaa jury interne ambayo itakuja kufanyika hapa mwishoni wa mwaka. Sisi hatukukuwa na pointi mingi, tulikuwa na pointi 3 tu. Yaani pointi ya kwanza tulifanya kama vile utambulisho, na hiyo ni kawaida katika vikao vyote. Pointi ya pili tukaenda kuambia watu deroulement ya makuru, gisi watakwenda kufuatilia makuru. Na ya tatu tuliwaambia pesa ambao jury wale waaprenant watakwenda kuzilipa mbele ya kufanya ile mtihani wa kiserikali. Tulikwenda kuandaa wanafunzi yani ambao tunaita waaprenant wenye walifuata mafunzo kwenye filiere mbalimbali, mpangilio ambao serikali umekamata. Kwanza tulikwenda kuonyesha gisi watakaofuata cours za theory. Tulikwenda pia kuambia siku yenye watakwenda kufanya ile mtihani ambao serikali itatuma hapa kwa tarafani. Tulikwenda kuonyesha siku watafanya stage na siku watafanya ile depot ya rapport de stage.
college. Sisi kama vile vijana wa Kongo au wa tarafa la Fizi kwa upekee tuna umuhimu sana wa kufuata mafunzo hii, na mafunzo hii itatufainika vitu vingi sana. Unajua walio wengi wanatazamia labda waende wakaendelea kufanya shule za kikawaida, hawajue kama ufundi wala kazi za mikono ndio msingi wa maisha kwa leo. Yaani lengo kwetu sisi ni kuona vijana wengi wanabaki manyumbani, hawana ajira, wakuje wajifunze kazi ya mikono ili itakwenda kuwasaidia kuona jinsi watatengeneza maisha yao wenyewe. Na ndio maana tuliwaita waende kuambia wanafunzi wale ambao wanafata hiyo mafunzo, siku watakuja kufanya ile makuru za teori, waje wajifuatilie, siku wataingia ku stage na siku watakwenda kudeposer ile rapport de stage. Ndio maana tuliita walimu na wa chef de 5 ili wapate habari za kutoka kule Kinshasa, wavipangilie pamoja na wanafunzi ili tusije kuchelewa kama vile mpangilio unaofanywa wa kiserikali. Mtihani wenyewe nchini Kongo itafanyika tarehe 27 hadi tarehe 3 za mwezi wa 12. Serikali imepangilia kujiri kutakuwa angalau ya pesa kiwango cha 10,040 ambao kila aprena, kila mwenye kufuata ile mafunzo atakwenda kulipa mbele ya kufanya mtihani huu ambao unaandaliwa na serikali. Inavyo vitengo 6. Tuko na wale wenye walifanya mafunzo ya kupkuti, tuna wale wenye walifanya mafunzo ya mekanik, tuna wale wenye walifanya peinture, tuna wale wenye waliingia mafunzo ya coiffure, tuko na wale wenye walifanya mafunzo audiovisuel, na tuko na wale wenye walifanya menuiserie. Wala ni wale wenye watakwenda katika michuano ambao inaandaliwa ya kitaifa hapa kwetu Fizi. Upande mwingine ametaja kuwa hakuna mtihani mwepesi bali kila mtihani ni mgumu, kwa hiyo anawahimiza wanafunzi kujiandaa vema katika mtihani huo unaoandaliwa tarehe 27 Novemba hadi tarehe 3 Desemba, na kuwataka walimu kuandaa vema watoto ili waandae vema mtihani huo, kama alivyorejea tena hapa Abedi. Sisi tunajua kama examen haikuwaki nguvu kama mtoto amejiandaa mzuri, na kama examen ya taifa hailombi mtu ametoka sehemu fulani, hapana. Hii ni ajira ambayo tunakuja kuwatafutia vijana wetu, na mtihani ni ile kazi ambayo wanaendelea kuzifanya. Wale wenye wanaendelea kushona wachunge mtihani wenye kufanana na kazi ambayo wanaendelea kuifanya kila siku. Yaani naweza kusema kama hakuna kia special, hata ulizwa vyenye hajasoma wala vyenye ya kusoma, vile anavyovifanya kusantre yake, vile anavyovifanya kwenye filiere ambayo anaendelea kuifanya, na ni vile venye ataona kwenye mtihani atakwenda kujibu kuzile swali zenye watamuuliza. Mimi naambia walimu wajitahidi, wasogeze watoto, waprena mzuri na waandae kabisa ili wasije wakakosi mtihani. Unajua kuna mara watu wengine wakati wanasikia mtihani natoka Kinshasa wanakwenda kuogopa, lakini Kinshasa, Baraka na sehemu zingine yote ni Kongo. Serikali ni moja, waziri ni moja, rais ni moja, na waita wote wajumuike na wajumuishe watoto ili waandae paswavyo hii mtihani ambayo itaanza hapa tarehe 27 katika nchi mzima ya DRC. Tukiwa tu ndani ya mji wa Baraka ni kwamba pesa na vitu vingi vya samani kupelekwa. Hayo ndiyo matokeo ya wizi ulioendeshwa na watu wasiojulikana ndani ya kata la Kibonjo ya kwanza usiku wa kucha Jumatano ya tariki 6 Novemba 2024 mjini Baraka. Kwake muhanga wa tukio hiyo ni kwamba ilikuwa mida saa 8 usiku ndipo mabandia hao walifanyikiwa kuvunja mlango na kumsisitiza atoe kila alichonacho kwa usalama wake. Ndivyo alivyoeleza muhanga huyo, tumsikilize. Wakati yenyewe nilikuwa hapa usiku na lala masaa 8 nikasikia kumlango wananigonga. Sasa yenyewe nilisikia wanagonga, nikauliza bwana, mtanivunjia mlango ni banani? Bakaniambia sema fungula. Nikamwambia ni nani sasa hii usiku mnakia nigonga, ni banani? Fungula. Sasa yenyewe nilisita kidogo, bakakamata lijiwe bakaanza gonga kumlango. Baligonga tu mara pili, mlango afunguka, bakaingia mule. Toa franga. Nikamwambia mimi silalagi na franga au na sina franga. Toa franga. Silalagi na franga na sina franga. Au sikii. Ndio bakaanza nipiga sasa mipanga. Karto moja kidogo hivi, huu makarto wa manani mlikuwa madesa kalikuwa kana yala kote balibeba chini ile karto kulikuwa 50,000. Nikawapashia nikamwambia sema hii 50,000 ndio franga zenyewe nilizisha jana magharibi. Ile franga wakazibeba, wakasema hapana, ungali na franga, toa franga. Nikamwambia sina franga. Vitu wenyewe balibeba, sasa balibeba vitu vya mingi tu, siwezi hesabia vitu. Sawa, tunajuaga sio unakuwa na simu ya kabambi, toa simu ya kabambi yenyewe unakuaga nayo. Mimi sina simu, na sikwa hii na simu ya kabambi, simu yenyewe niko nayo ndio hii. Nikawapasha ile simu na kasimu kingine kadogo kenye kalikuwa kanaharibika, bakakamata
Kisha wakaniambia sema ikala sasa mule chini. Hivyo nishaanza vuya damu, nikaikala mule chini ya nani ya kitanda mo. Na mpaka hivi gisiweni kwa hapa. Niliumia tu hapa kusura tu. Ndio basi. Mie kwanza sikuwaona kumacho. Juba alifaa kuingia na wakanikatia ampule. Bakaanza nipiga sasa matorsi kumacho. Sikupata ile mwae ya kuwaona kumacho. Meya wa mji wa Baraka akiambatana na uongozi wa wafanyabiashara feki tarafani Fizi na mji wa Baraka umetembelea kwenye vifuko tofauti vya mji wa Baraka ili kujionea hali halisi ya namna boti zilivyopasuka pamoja na vizaa vilivyoharibika kutokana na upepo mkali na wimbi ulivyotokea siku ya pili ya wiki tunayo. Mwenzetu mchumbe wa mkulima na Fatuma aliweza kuambatana na msafara huo, na hii hapa ni ripoti yake ambaye ametuandalia. Msafara mkubwa toka meya ya mji wa Baraka ukiongozwa naibi Emerite Tabisha Mongelwa, meya makamu wa mji wa Baraka ambaye ameambatana na uongozi wa feke ukiongozwa naye bwana Ramazani Mwenebato Matunda Bora, umetembelea kwenye vivuko vya mji wa Baraka kuanza mshimbake ahadi Mwemezi. Upande wake meya makamo wa mji wa Baraka Bi Emerite Tabisha Mongelwa amesema wao kama serikali ni jukumu lao kutoa pole kwa wafanyabiashara wa mji wa Baraka kutokana na janga lililowatokea kama alivyoeleza. Tulitembelea bichi tofauti ikishindikizwa na wateknisien wa administration, mkubwa wa budget, mkubwa wa finance na mkubwa wa administration wa meria Baraka. Tumetembea kwa lengo moja tu, kuona na kupana pole kwa wachuuzi wote kwa jumla, wenye maboti na wenye biashara ambao janga ya jana imesababisha boti 5 kupata majeraha. Kwa hiyo iliomba sisi serikali kwenda kuambia watu wa fake pole, na hiyo tu ndio maana tumetembea, tunafanya mchana mzima tunatembea na vikao. Yenyewe metuma tunasimama na kutembea ni kusema tuna mkono na sisi pia tunapigwa, kwa sababu mchuuzi akishapoteza na sisi hatuna nafasi ya kukamata hiyo tax. Kwa hiyo sisi zote tumepoteza, serikali na mchuuzi wamepoteza pamoja. Kwa leo hakuna neno la kusema, ilikuwa tu pole, na inawezekana kikao cha dharura tupatia mawazo ya pamoja wachuuzi na sisi serikali, tuone nini tunaweza kufanya na kupendekeza kwenye serikali kuu pia na serikali ya province, kwani taxes za kwenda ku serikali kuu nazo zimepigwa, taxes za kwenda ku province zimepigwa, na taxes za sisi hapa mahali. Kwa hiyo ni hiyo tu, tunawaza tutafanya kikao cha dharura. Kwake Alinoti Juma ambaye ni kiongozi makamu wa wafanyabiashara wa Fizi Kigoma, hapa anaonesha boti kadhaa zilizozama kwa zile ambazo zimetoka Kigoma. Majanga ya siku ya pili ilitokea kulingana upepo wenye ulikuja, na kuna boti kadhaa ambazo ziliharibika. Yaani boti ni za kidogo, zinakuwa zinapakia mingi. Souvent malalamiko yetu iko partout juu ya hizo boti, surtout zenye bako wanaita passenger. Passenger ni maboti yenye ilikuwa inatiliwa juu ya kubeba batu tu, isibebe mizigo. Mais pour le moment ishakuwa ndio kubeba sasa mizigo. Sasa hile haisiporte upepo. Upepo ukija ziko zinakuwa rahisi sana kuzama. Kama hapa kuporo ya JMC ilipasuka boti moya yenye naitwa MV Furahisha. Hiyo ilipasuka kabisa na vitu vyote venye ilikuwa mule vikazama. Na kuna MV Amrani ndio yenye ilifikia mkutupa mizigo, ilikuwa bado inakuya ikafikia kutupa mizigo. Shimbake kuna boti ya Rekabavuge yote ilizama yote na mai. Ile hakuna kenye kilitoka, ni maji tu, lakini vyote bilidumbukia na bilizamia mule. Huko boti ya Nura yenyewe ilikuwa mpaka chini, ikaenda kwa mapule chini, na yenyewe vile mabitu yenyewe vile haribika vingali tele mula tu yayua kabiko vingapi, lakini na yenyewe ishaharibika juu ilienda kwa chini, na boti kisha kwa chini tayari imeharibisha vitu vingi. Kuko sima, kuko chumvi, kuko bunga, kuko mchele na watu ya makalanga. Vile vyote vitu sa vyakula hivi vya bunga vyote viliharibikia mula, hakuna kiasi kilitoka. Seneke bole bo maji wenyewe bulikuwa yulu ndio bulitoka yulu tu, lakini vingine vyote viliharibikia mula. Ile mware Kabavuge ilikuwa ingali yote, haikupakuliwa hata kitu kimoja, yote ilizama chini. Mbo hii hapa Furahisha decharge bimoya, lakini vya mingi vilikuwa mule ndani. Balikuwa bangaba ntoa tu maji, lakini vyote venye vilikuwa mule bilidumbukia vyote mumaya.
Kitu kenye naweza omba serikali, kwanza maritime ifanye kazi yake, iheshimishe kenye tulisema ile mapasinji aiza boti yote ya mwea 70 tone isiletake muzigo hapa juu zile na ziko zinapambana upepo. Kama services za zenye toka tukumika nazo ziheshimishe saa za kazi, ifo banakuya mapema saa 2 kama kitu tulivyosema, omwe tunafika hata 17 tunafunga kazi ile, nayo ni masababu yenye nasababisha watu hapa. Kwa hiyo tunaweza lilia kwa viongozi benye banahusika batujenge poro. Katika majanga ya boti zilizopasuka mlikuwemo pia boti ya Akolwe. Mmoja kati ya wafanyakazi wa boti hilo anaonesha namna boti hilo lilivyopasuka. Ilitokana na ingine boti inaitwa Yesu pekee, ilikuwa pale. Sasa hiyo haikukuli, ilifunga malonji, ilikuwa acha mtumbu vile na wafanyakazi wakatawanyika, wakukua haiko wafanyakazi wa ile boti. Sasa tulipenda kutoa yetu sasa itoke tubebe mkule kukirewa ile boti. Sasa ikakina letewa na pepo ikakuya igamia ile boti yetu. Ile boti yetu ndio kaenda pigwa kule kumaji. Yaani ile yakoti kakuwa protection ya kwabo ikufika kumajiwe. Mwingine mtu mwenye alikuwa pale kama ni wakwabo, kama ni mwingine ajitokeza ndo alikuya na kuingia mtumbu, mwingine akamsaidia nanga, ndo bakawasha mashine hiyo bakatoka. Ile sasa bakatoka tena bakataba nakata alonje yetu. Kamba yetu ya alonje na ndo inakamataka boti sana. Kuzidi hata nanga kama pepo ilishatoka. Pala hapa kwa mwae boti tulisukuma ilitushinda ntuka. Tulijitahidi, tulikuwa presque 10 personnes. Tulishindwa kutoa ile boti kumaiwe mpaka gisi ilianza pasukia pale vile. Ndio hasara yenyewe tulipata jana hivyo. Mwishowe Mwenebato Ramazani Matunda Bora, kiongozi wa wafanyabiashara katika tarafa la Fizi na mji wa Baraka, ameomba kwa serikali kujengwa kwa bandari ndani ya mji wa Baraka ili kupiganisha majanga hayo. Tuliona kabisa ile mambo ni kwa ajili ya ukosefu wa bandari hapa kwetu Baraka, na ndio kwa maana tunapata ile magumu, sababu boti ziliingia muda mrefu ila zilikosa nafasi ya kuikaa. Ingelikuwa tuko na poro na wazile pepo ingekuta maboti ziko mporo na haingekuwa shida zaidi. Ndiyo kila mara ombi letu kwa serikali ni kutujengea poro hapa Baraka, tupate poro yenye boti zitakuwa zinaingia ndani kwa kuhifadhi maboti na mnyisi na biashara, sababu ile biashara ina faida kwa serikali na kwetu pia. Wanakamata mataxes za aina zozote pale na sisi tunapata ile mzigo, tunapata ile angalau kidogo. Tunalomba serikali vraiment kuwaza juu ya kutujengea poro hapa Baraka. Ndiyo problema ya pili ya hii kuzama, waarmatere wanapakia mizigo mingi kupita tonage ya boti, na njoo kwa maana boti situ zile za jana, na njoo kwa maana vraiment zilipata ile majali. Ni ile surchargement kabisa ndo ilikuwa chanzo kabisa cha ile kuzama, sababu kulikuwa maboti zingine zenye zilikuwa zinasharge sana, hazikuwa na ile shida. Ni vema tuwajulishe kuwa yapata sasa boti 9 za kibiashara ndizo zimekwisha kuzama na kupasuka ndani ya ziwa Tanganyika, ikiwemo boti 7 kutoka Tanzania na boti 2 kutoka Uvira. Asante sana mchumbe wa mkulima na Fatuma kwa ripoti yako hiyo ndefu. Msikilizaji, tujelekeze huko Fizi Center. Ni kwamba mtu mmoja aliyejulikana kwa jina la Etienne Mondo amefariki dunia kwa kujinyonga asubuhi mapema ya siku ya 3 ya wiki tunayo pa Fizi Center, makao makuu ya tarafa. Baraza la vijana tarafani Fizi limetoa mkono wa pole kwa familia iliyoachwa na kuomba vijana kuwa makini katika kuchukua maamuzi. Udhibitisho ni wake mwenyekiti wa baraza hilo Bwana Nebo Mboka, ambaye amesema muanga alikutwa tayari amefariki huku akiwa mwenye kujinyonga. Huyu alikutwa na picha ya mkewe kifuani iliyokuwa na maandishi semayo nimekufa kwa sababu ya mapenzi. Uchunguzi umeendeshwa na serikali kuamuru mazishi ifanyike. Kijana mmoja aitwaye kwa jina la Etienne Mondo ambaye alikuwa akikaa kwenye site Malikia aliweza kujipa kifo cha kujitundika, na yote hiyo ilitokana baadhi ya yeye kuachana na mkewe, sababu watu walipoingia ndani alipokuwa akiishi pamoja na serikali walikuta mtu amejitundika na alikuwa akivalia kikwembe cha mkewe na mtandio ambao mkewe alikuwa akivaa. Pia hivyo alivaa picha kifuani cha mkewe na nyuma akiandika maandishi nimekufa sababu ya mapenzi. Ujumbe wetu sisi kama vile wasimamizi wa vijana tarafani Fizi, tunaenda kuonya vijana kuchukua maazimio au madecisions moja wakati tukiwa maitaza na emotion au hasira,
sababu ni lazima tujue wakati tunapochukua majukumu makali kama na hayo, tujue kama nyuma yetu kuna watu ambao na sisi wanatutegemea, na wakati tunapochukua majukumu kama na hayo tunaangamiza familia, sababu kijana alikuwa tayari ameshazaa na alikuwa na watoto, na hivyo watoto wamebakia mayatima. Ni kwamba mtu hajazikwa bado, lakini michakato ya kuandaa mazishi ipo na serikali tayari imeshagabizi familia mwili. Après enquête, alama zote zimeonyesha kwamba kifo hicho hakiko kifo cha watu. Wanaweza wakadute labda kuna watu ndo walituma hicho kifo kiwe, lakini kifo ambacho kinaonekana mtu mwenyewe amejitakia na ameandika, na ndio maana akikuwa na vurugo yoyote hata kungambo ya serikali akikuwa na problem zaidi. Msikilizaji, ndipo tunakuja kujiunga nasi, unaendelea kusikiliza uchambuzi wa habari za Radio Kivu katika mji wa Baraka kupitia masafa ya FM kunako mita benda 93.0. Kampuni Fizon Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Hivi sasa tujelekeze kule Minova. Ni kwamba zaidi ya visa 6 vya ajali ya boti pamoja na meli ndizo tayari kuripotiwa kwa muda wa miezi miwili ndani ya ziwa Kivu kutokea Minova na sehemu zingine ndani ya jimbo hili la Kivu ya Kusini. Kwa jambo hilo, shirika la raia katika usultani wa Buzi unaomba kwa serikali ya jimbo kuvalia njuga swala hilo ambalo linakuwa tishio kubwa kwa wananchi wanaosafiri. Katika mazungumzo na Radio Kivu, Sadiki Jije, mkuu kiongozi wa shirika la raia ndani ya usultani wa Buzi tarafani Kale, ameanza kuanza kutoa takwimu ya ajali za vyombo vya uchukuzi ndani ya ziwa Kivu. Visa vya kuzama kwa mitumbu vinaendelea kuripotiwa kwenye ziwa Kivu, na hiyo yote yanasababisha upotevu wa mali nyingi ya raia ndani ya groupement ya Buzi hata Kalehe. Siku ya 6 mtumbu moja iliweza kuzama na ikaokolewa. Mtumbu hiyo ilikuwa ikitoka Nzulo kwenda Minova, iliweza kuzama hiyo siku ya 6 tarehe 2 mwezi wa 11, na waliweza kuokolewa kwa msaada wa boti nyingine ambayo iliweza kupita kwa kuwasaidia, na waliweza kufika Minova ikiwa saa 12 na nusu za magharibi. Boti nyingine toka huko Nzulo kujelekeza Kitembo iliweza kuzama siku ya Mungu tarehe 3 za mwezi wa 11, na nafasi ambapo kunaitwa Bugulube na pembeni ya station za degazage ya gaz metane ndani ya ziwa Kivu. Waliweza kuokolewa kwa msaada wa mtumbwi ambayo iliweza kuwasaidia mara tena. Na siku ya kwanza mtumbwi ingine iliweza kutoka huko Shasha ambako kunadhibitiwa na magaidi wa M23 ikijelekeza Kitembo, imeweza kuzama, na mtumbwi hiyo iliweza kusaidiwa na kwa msaada wa wakazi wa Kitembo na utashi mzuri wa walinzi wa plantation cha Muyange. Vitu vyote viliweza kuzama, ijapo vichache viliweza kuchukuliwa kuopolewa ndani ya maji. Hata mtu mmoja anaripotiwa kupotea na vitu vingine viliweza kupotea, na hata watu 12 waliweza kusaidiwa wakiweza kuokolewa, na waliweza kupatikana siku ya jana, siku ya pili huko cha Muyange kwenye plantation cha Muyange. Tuanze na habari za wanaripota wetu kutoka sehemu mbalimbali, tukianzia kule Kalemi. Ni kwamba kamisheni maalumu ya bunge la jimbo la Tanganyika husika na kutumika maripoti ya likizo ya wabunge limetoa ripoti ya kazi yake siku ya 3 hii ya tarehe 6 Novemba 2024 wakati wa kikao cha bunge ndani ya chumba cha mikutano cha bunge hilo huko Kalemi. Radio Kivu Kalemi, tunajiunga na mwenzetu Olombo DJ Doctor kwa ripoti kamili. Kufuatana na mwanabunge Cyril Kimpwawele Mkalai, spika wa bunge la jimbo la Tanganyika, ni kwamba dokumenti kama na hiyo itakuwa nasaidia serikali ya jimbo la Tanganyika kufahamu vema matatizo ambayo matarafa ya jimbo la Tanganyika yanakuwa nakabiliana nayo
pale watakuwa napanga bajeti ya mwaka 2025. Kwa upande wake, presidenti wa kamisheni hiyo maalum ya bunge la jimbo la Tanganyika, mwanabunge Zongwe, alikuwa anafahamisha kwamba dokumenti kama na hiyo inakuwa ni matunda ya maripoti iliyokuwa natambulishwa na wanabunge mbalimbali waliokuwa napeleka maripoti za likizo ya wanabunge ya katika maeneo yao ya uchaguzi kugawanyika ndani ya vikundi takribani 7. Mavikundi hivyo 7 inakuwa ni kama vile Jua Kalemi, tarafa Kalemi, tarafa ya Moba, Nyunzu, Kabalo, Manono, hata vile vile tarafa ya Kongolo, ambako kukusanywa kwa maripoti kama na hiyo ndio kulikuwa nasaidia commission kama na hii ya bunge la jimbo la Tanganyika kupata wazo ya jumla ambao jimbo la Tanganyika inakuwa nakabiliana nalo. Tujulishe kwamba maripoti kama na hizi inakuwa nakusanya matatizo kihusu uongozi wa matarafa na hata vile vile masuala ya ukosefu wa usalama pamoja na majengo ikiwemo manjia na kadhalika. Ripoti kama na hiyo ya commission maalum ya bunge la jimbo la Tanganyika ilikuwa na kubaliwa kisha tu kutolewa kwa mapendekezo moja na wanabunge, na itakuwa napelekwa kwenye serikali ya jimbo la Tanganyika kwa ajili ya kuifanyia kazi. Nikiripoti kutoka Kalemi kwa niaba ya Radio Kivu, Olombwe Didier Doctor. Na kule Moba, tukiwa ndani ya jimbo hilo la Tanganyika, ni kwamba chama cha Msalaba Mwekundu hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kimekamilisha shughuli za upanaji msaada wa kiutu kwa waathirika wa majanga ya maji ya ziwa Tanganyika. Shughuli za kupana msaada huo zimefanyika siku ya Jumatano ya tariki 4 Novemba 2024. Radio Kivu Moba tunajiunga na mwenzetu Isidoro Kashulwe kwa ripoti kamili. Shirika la Msalaba Mwekundu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limemaliza Jumatatu Novemba 4 mwaka 2024 utoaji wa simu kwa ajili ya fedha kwa washirika wa majanga ya mafuriko wa vijiji vya Ntoto, Kapakwe, Kadhombwe na Kinzungi vinavyopatikana kaskazini mwa kitongoji cha Mobapor. Waathiriwa 900 wamenufaika msaada huo wa kiutu wa chama cha Msalaba Mwekundu uliokuwa fedha, ema, mbao na misumari. President wa tarafa ya Moba ya chama cha Msalaba Mwekundu amejisifu na mwenendo wa shughuli la upanaji msaada huo katika kipindi chote cha shughuli. Wakati huo, president wa chama cha Msalaba Mwekundu ndani ya tarafa ya Moba ameomba kwa wengine waathiriwa ambao wako wanufaika kulinda utulivu. Waruji likuya ya kusaidia wale ambao waliopata mifuriko. Tunaleta leo msaada wa cash wa $100 équivalent à 280,000 francs congolais. Ile kama tulileta tunaongezea pale msaada tuliofanya mbele. Puisi ilikuwa beneficiaire balipata bash, balipata chandarua, balipata mbao. Tulibambia kama tutarudilia kumletea cash ya $100 ambayo ndio kitu kingine tunatokea mkifanya. Kwa hiyo nitarudilia kusema kama hivi, uko watu wenyewe walileta manimero zao, yenye makuta zao au franga zao itakuwa vile ndani ya makaratasi zao, na wale wengine wakawa manimero. Ndio kazi ile tunaifanya leo na ile tulioifanya juzi na jana pale Kapako. Tutaomba population ya Moba iwe patient, ndio kitu kile tunaletewa tu bao na confiance na Croix Rouge. C'est Croix Rouge pour endelea ma set principes fondamentaux yenye tuko nayo. Hatuna pale juu ya kuencourager mabaya, tuko pale juu ya ku cadre préventif prévenir, cadre ya soulagement soulager, na cadre ya amélioration améliorer, pour dire que la Croix Rouge n'est pas là juu ya ku tena kwa beneficiaire non tena kwa beneficiaire no. Wanufaika wamepongeza kwa makubwa shirika la Msalaba Mwekundu kwa msaada huu uliojihusisha katika nyanja ya mradi Dref Mafuriko. Nasikia furaha sana. Tutabashukuru tu kwa sababu wanatupongeza. Juu tukatushaanza kuvusha macho hivi, wengine wanapokea pale balisha kufa kiroho. Lakini tunashukuru sana kwa Croix Rouge. Wazidi tena kutupongeza tena msaada tena. Juu shida ishi. Croix Rouge tunashukuru sana kwa sababu na bwana tusimamia, tukuzania kama tutapata hata kidogo. Lakini tulipata ya kwanza, tulipata mabashe, tulipata mashefro, tena tulipata na misumari. Tena hapa njoo ya mwisho tunapata hii mambo hii.
Utafahamu ya kama karibu ya nyumba 7,000 imekumbwa na mafuriko kutokana na kujaa kwa maji ya ziwa Tanganyika, maji ya mitoni na maji ya mvua tangu miaka 3 iliyopita, kwa mujibu wa upukuzi wa shirika la Msalaba Mwekundu kwa pamoja na viongozi wa diwani. Waathiriwa wao wanahitaji huduma wa kiutu. Nikiripoti kutoka Moba Dhidor Kashulo, Radio Kivu. Kumalizie uchambuzi una habari za kimataifa ni kwamba rais wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ametoa pongezi zake za dhati kwa kuchaguliwa kwake Donald Trump kama rais wa Marekani licha ya matokeo kamili kutokutolewa rasmi. Mengi zaidi Safari Alimasi Dilwe ndani ya studio. Rais Felix Tshisekedi alituma pongezi zake kwa Donald Trump Jumatano hii kujibu ushindi wake ambao bado haujarasimishwa lakini tayari umesherekewa na wengine katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2024 wa Marekani. Kwa jina la watu wa Kongo na kwa jina lake mwenyewe, tayari kushirikiana na mtu anayemuona kuwa rais hajaye wa Marekani, akisitiza umuhimu wa kuimarisha mkakati ushirikiano kati ya Washington na Kinshasa katika muktadha wa mahusiano baina ya nchi hizo mbili, ikiwemo ushirikiano wa kidiplomasia na wa kiuchumi. Kwa upande wake, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron pia alituma salamu za pongezi kwa Donald Trump, akitaja nia yake ya kuendeleza ushirikiano wao. Tuko tayari kufanya kazi pamoja kwani tumeanza kufanya kwa miaka 4. Kwa imani yako na yangu, kwa heshima na utendaji, alisema hayo rais wa Ufaransa, akisitiza masuala ya amani na ustawi. Idadi ya kura katika uchaguzi wa hivyo bado inaendelea katika majimbo kadhaa muhimu nchini Marekani. Kufikia sasa Donald Trump amedai ushindi katika majimbo ya kimkakati kama Florida, Alabama, Carolina ya Kaskazini na Ohio, lakini matokeo ya mwisho bado hayajatangazwa rasmi. Tuwafahamishe kuwa Donald Trump atakuwa rais wa 47 kuongoza nchi ya Marekani, akichukua nafasi ya mtangulizi wake Joe Biden. Ni kupitia ripoti ya mwenzetu Safari Alimasi Dilwe ndipo naweka nukta uchambuzi wetu habari za siku ya leo, na kushukuru msikilizaji kwa kuweza kunitegea sikio mwanzo hadi tamati. Vile vile sitokosa kushukuru jopo zima waandishi habari wa Radio Kivu walionisaidia kuziandaa. Mimi ni Omari Makelele Uzile, na kunako dawati la mitambo nilikuwa nikisaidiwa na Vema Jean Makelele Ekala Jadan. Kwaheri. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.